Wewe ni nani? Na kwa nini umenisaidia? Shh. Tatizo unaongea sana na unaongea kwa sauti wakati nataka iwe siri. Sawa, mimi ni mgeni wako, ninaishi mjini, ila nimekuja na kaka yako kuotembelea. Yuko wapi? Amefuata usafiri kwa ajili ya kukupeleka wewe hospitali. Ninaomba iwe siri. Usimwambie mtu yoyote kilichotokea hapa. Tafuta namna ya kumuongopea kaka yako asijue kilichotokea hapa. Ukithubutu kufungua huo mdomo wako ukaongea kilichotokea hapa, utakufa. Liweke katika ufahamu wako wa akili. Umenielewa? Mambo. Shwari vipi? Poa mzima? Mimi mzima za siku. Nzuri, uko poa? Mimi niko poa, sema umepotea sana yani. Mimi wewe. Mwenyewe hapo hivi. Wewe ndio umepotea sana. Sasa shemu, mimi naelekea hapo center. Unaelekea center? Labda Mungu tena akijalia siku nyingine tutakutana. Basi poa. Lakini shemu, samahani kidogo. Samahani kama nitakukwaza. Bila samahani. Kuna kitu nataka nikwambie. Jana nimeonana na mkeo. Na kuna mambo mengi sana alionieleza kuhusu ndoa yenu. Na inavyoonekana anajuta sana kwa kile alichokifanya, kiasi kwamba yani kinampelekea naogopa hata kuja nyumbani kwake. Kwa hiyo nilikuwa naomba umsamehe. Sitaki tena uendelee kuongelea ujinga. Aliondoka mwenyewe. Sikumpiga, sikumtukana wala sikumfukuza. Muache vitumikishe viungo vyake kwa kupata kinachostahili. Kwa heri. Shem. Leteni mgonjwa, muda unaenda. Sawa ndugu yangu. Samahani kwa usumbufu ndugu yangu. Sawa ila naomba uchukue hii hapa. Sawa ya usumbufu tu kutoka kule kuja hapa. Kwa sababu mgonjwa nilivyokuwa natarajia sivyo nilivyomkuta. Sawa? Mgonjwa wetu kaishapona ndio huyu hapa. Yaani zile pressure zote zilikuwa zinakuja kwa huyu hapa, lakini nashangaa ni mzima sasa hivi. Kwa samahani sana kwa usumbufu. Unaweza kaendelea tu na shughuli zako. Sawa. Dada. Hiki nini? Kwa nini? Unajua nilivyokuja hapa nimekukuta ukiwa katika hali mbaya. Yaani nikakuinua hauinuki, nguvu hauna, yaani umelegea kabisa. Kaka, hivi karibuni nimeugua ugonjwa wa ajabu sana. Inatokea tu nadondoka chini na kupoteza fahamu ndani ya masaa 3 au 4. Baada ya hapo fahamu zinanirudia na ninakuwa mzima kabisa. Na hata sasa niko mzima. Ila tu usijali. Twende ndani ukapumzike. Unajua nilivyokukuta pale yani hupumua kwa shida, yani una hali mbaya kweli yani. Nikaingiwa na wasiwasi. Nimekimbia mpaka kwa kijio cha ukoo. Bahati nzuri nikamkuta yule boda aliyetuleta hapa. Bado hata hajafika mbali. Ndio kama amenirudisha. Mimi nilikuwa nimemleta huyu boda. Sawa? Ndio. Kwa niaba ya wewe kukupeleka hospitalini. Nitakuhoji baadaye. Yaani bado sijaelewa. Yaani bado. Huo ugonjwa umekuanza lini? Mbona ulikuwa unifahamisha hata kwenye simu? Yaani hapa nisingefika leo, ina maana hapa ingekuaje?
Mbona mkuu alituambia amempatia adhabu kali? Hawezi kutembea, hawezi kuongea, hawezi kula. Sasa mbona anafagia? Mkuu, kuna siri gani ulioificha kati yako wewe na huyo Cindy ambayo hutaki hata sisi tuijue? Yaani hadi sisi wanachama wako watiifu na tuongopea. Acha kuzunguka mbuyu. Kikubwa nenda kwenye pointi. Ukweli ni upi na uongo ni upi, ili niweze kukuelewa kile unachokizungumza. Uongo ni huu unaotuongopea. Ulisema Cindy umempatia adhabu kali. Hawezi kutembea, hawezi kuongea, hawezi kula. Na mbona Cindy anafanya kazi zake kama kawaida? Haiwezekani na haitokuja kuwezekana. Alafu hayo maneno nani kakwambia? Wewe sema haiwezekani, lakini ndio ishawezekana. Maneno haya sijaambiwa na mtu, bali nimeshuhudia kwa macho yangu mawili. Cindy ni mzima, anafanya kazi zake kama kawaida, na wala sikulazimishi uniamini. Kama hauamini, nenda kwake ukamshuhudie. Sawa, acha niende nikaangalie. Uganga wangu mimi nautumia vizuri. Uganga wa Jomo, umepata nini Jomo? Bravo, naomba unisikilize kwa umakini. Acha kujifanya msamaria mwema wakati nikikuangalia wewe na mimi tuko kwenye cheni moja ya maovu. Mimi nimetoa adhabu kwa kijakazi wangu, alafu wewe unaenda kutoa tiba na unamponyesha, wakati uganga ulionao ni uganga wa kulisi. Mambo vipi? Poa. Nina muda mchache sana wa kusikiliza. Niambie ulichonitia. Yona, mimi na mume wangu tumeachana. Kwa sasa naishi kwa rafiki yangu. Nimekuita hapa ili nikukumbushe ile ahadi uliyokwisha kuniahidi. Naomba nitimizie. Nilikupa ahadi nyingi sana, kulingana jinsi ulivyokuwa ukinifurahisha katika tendo. Sio kila ahadi niliyokuahidi nina uwezo wa kuitimiza, ila natamani kujua kile unachotaka nikutimizie. Haya, niambie. Naomba unioe. Tuishi pamoja kama ulivyokwisha kuniahidi siku zilizopita. Kumbe wewe mwanamke una akili eh? Chefu. Jomo, nimekusikia lakini sijakuelewa Jomo. Kosa nalo nitumnalo mimi sijalifanya.
Sikiliza nikwambie, mwenye uwezo wa kutegua mitego niliyoitega mimi ni wewe, hata kama ukijitetea kwa namna gani. Jomo, kwa hiyo unavyonikomandi kwa mimi nimetegua mitego yako, muhusika ndo alivyokuambia au unatafuta sababu za kutengeneza bifu na mimi? Sema Jomo, mimi najiweza, pia najimudu. Jomo, ukileta nyinyi utakutana na nyinyi. Utaponzwa na jeuri yako, na siku zote mkaidi hapati faida yoyote. Sasa ngoja nikafanya uchunguzi, nikikuta ni wewe, nikikuta ndo wewe umefanya kitendo kama hicho, hakika na kuhakikishia jina lako ndo itabaki hapa. Umesahau huko nyuma ulinipigia simu, njoo mume wangu amesafiri, nikaja. Kilichonikuta hiyo siku, kilichonikuta mimi mwenyewe ndo najua na moyo wangu. Siku hilo ulinidumbukiza kwenye mdomo wa mamba, na leo unataka unidumbukize mzima mzima kwenye mdomo wa simba. Lengo lako ni kuniona mimi nateketezwa, si ndio? Sasa nisikilize, nikwambie kwa makini. Kuanzia leo usinitafute tena. Nadhani utakuwa umenielewa. Yona, usifanye hivyo. Sikufanya makusudi. Halafu muda sio wa kulaumiana. Na nishakwambia kabisa sina pa kuishi sasa hivi. Shikamoo kaka. Marahaba. Na barua nimepewa nikuletee. Na nani? Na baba yuko huko kasimama. Wapi? Yaani itabaki historia ya jina lako tu. Kitu usichokijua, ukijua kuzifikinya kwa mbele, sisi tujifikinya kwa nyuma. Jomo, fanya tuone kama kweli wewe mwamba. Nitakugeuza Jomo. Ushakulambwa. Sasa ngoja tuone muda utakapofika. Nitakutekenya Jomo. Chefu, leo umeniuzi.